Sasa tuangazie makala ambayo tumekuandalia. Ni kwamba serikali ilipoidhinisha mtaala wa umilisi CBC, hatua hiyo ilionekana kubwa zaidi katika kuendeleza mfumo wa elimu humu nchini Kenya. Mtaala huu uliundwa ili kuandaa wanafunzi vema kwa maisha ya baadaye. Hata hivyo, anavyoarifu mwandishi wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi, uhalisia wa mambo ni tofauti kabisa. Katika taarifa hii maalum nyufa za CBC, tunaangazia jinsi ukosefu wa usawa katika elimu unavyoweka hatarini mustakabali wa maelfu ya wanafunzi nchini. Tazama. Takriban kilomita 450 kaskazini magharibi mwa jiji la Nairobi ni kaunti hii ya Pokot Magharibi. Kutoka angani, eneo hili linalojumuisha sehemu ya bonde la Ufa lina mandhari ya kuvutia yaliyosheheni milima na iliyoshiba rangi ya kijani. Ingawa kuna nafasi nyingi tupi, rasilimali hapa ni chache. Wakazi wa huku wana subra, bidii na uvumilivu chungu firiko. Kwao umbali hupimwa si kwa kilomita, bali kwa muda wanaochukua wakitembea kwa miguu. Hapa ni Cheptulel, eneo lililoko mpakani mwa kaunti za Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi. Eneo hili linajulikana kuwa maficho ya majambazi, ambapo milio ya risasi inayosababisha huzuni mara nyingi huchukua nafasi ya sauti za vicheko. Katika sehemu hii ya Pokot Magharibi, elimu si haki tu, bali ni safari. Safari yenye changamoto. Hatua baada ya nyingine tuliukwea mlima huu. Tuliandamana na polisi wa kitaifa wa akiba NPR na kufuata njia hii wanayotumia watoto wengi kila asubuhi, si kwa ajili ya matembezi ya kujifurahisha, bali kwa ajili ya kusaka elimu. Tumefika? Almost. Ama kwa hakika hakuna njia za mkato hapa. Walio na bidii pekee ndio wanaofika kileleni. Ni takriban dakika 50 sasa tangu tulipoanza kuukwea mlima huu. Hii ni hali ya kawaida kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya Chesogon. Mtoto ambaye anatoka mbali, anatoka like 4 kilometers akiteremkia down the high cliff. Hakuna madawati, hakuna kuta, wala hakuna kinga dhidi ya jua kali. Hapa ndipo masomo hufanyika kila siku. Well done, Ungekuja mchana saa 7 hapa, ungekuta kwamba jua iko kali sana. Tunazunguka kwa vivuli ya miti. Mtaala wa elimu wa kiumilisi almaarufu CBC ulianzishwa mwaka 2017 ukiwa na lengo la kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu. Mfumo huu uliahidi mbinu shirikishi na inayolenga ujuzi wa kutenda unaohitajika katika karne ya 21. Lakini miaka 8 tangu kuanzishwa kwake, pengo kubwa limeonekana. Katika baadhi ya maeneo nchini CBC inafanikishwa vizuri, lakini katika maeneo mengine ni mapambano dhidi ya ukosefu wa rasilimali, uhaba wa walimu na changamoto za miundombinu. I believe it's a good system. It would have been a game changer in our country. But the way the CBC was implemented in this country, I think many Kenyans were not prepared. In fact, by the time Kenyans realized there is something called CBC going on, it is when we had already gone 9 years into CBC. We have failed a bit to look into the provision of the basic requirements that would have enabled 100% rollout of CBC. Awali wanafunzi hawa walikuwa na majengo ambayo ni madarasa ambapo wangeweza kusoma na kutimiza ndoto zao. Ila kutokana na mashambulizi ya kigaidi, familia zililazimika kuhamia maeneo salama na kuacha shule hizo nyuma. Tumetoka shule Chesogon sehemu ya chini penye tulikuwa kwa sababu ya insecurity, tukahamia ECD iko pale chini. Ikaendelea kwa escalate mambo ya insecurity mpaka tumejipata hapa. Hapa si shule, hapa ni uwanja tu, tumefuata watoto, ni kama mobile unit, tumefuata penye wazazi wao wameenda.
Huenda ukajiuliza ni kwa nini familia hapa zinapendelea kuishi milimani badala ya maeneo tambarare. Wenyewe wanasema ni mbinu mojawapo ya kujikinga kutokana na hatari. Hao maadui wakikujanga, wakionekana nduru ndio hiyo. So hapo sasa tunahalat kila mtu maneno iko mbaya. So ndio tunakuwa ina nini, pengine tunahamisha watoto ama tunahamisha pengine kama kuna mzee mmoja ako na mbuzi ama wawili wanasongesha hawa wanyama. Tunaomba serikali watupatie yani na askari ya kuchunga shule. Ndio hata watoto wakiambiwa wakuje kwa saa ile mzuri, wakijua kuna security ya kutosha. Ingawa CBC inapaswa kuwa ya utendaji, hapa katika shule ya msingi ya Chesogon hali ni tofauti. Mtaala wa CBC ni mtaala nzuri sana. Japo sasa katika ile practical aspect, unaona sasa katika ile mazingira tuko mara mingi hatuna vifaa. We have tried as a county government, but we still have challenges that we have. Children who don't have classrooms, they don't have enough desks and other facilities. So that is a disparity. This curriculum will only advantage those whose parents are educated and well off. Uhaba wa walimu waliohitimu pia ni changamoto kubwa. Hata saizi tukiongea hivi hatuna walimu from the Teacher Service Commission. I'm the only TSA teacher. Wale walimu wengine walitafuta uhamisho. Walikuwa wanatoka side ya Marakwet, some from Uasin Gishu County. So at the moment niko na volunteers ambao wazazi wamejaribu kushikilia wasaidie watoto. The elephant in the room is having enough budget in the Ministry of Education to implement the system so that resources are distributed equally across the country, so that all institutions in the country have at least some relative advantage. Let us look at all the resources we have in the sector and ask ourselves how best can we utilize the resources that we have in the sector to make sure that we are not disadvantaging any child. Ni saa 3:30 asubuhi katika shule ya msingi ya Arpolo Kapenguria County ya Pokot Magharibi. Huu ndio muda wa mapema zaidi wanafunzi wanapofika shuleni, kwani hawawezi kuhatarisha maisha yao kwa kutembea kabla ya jua kuchomoza. Sasa asubuhi tunakuja tu kama jua imekuwa kidogo. Sasa tunakuja tunaangalia huku. Katika maeneo haya yaliyoathirika na ukosefu wa usalama, shule zinakumbwa na changamoto maradufu. Wengi wa wanafunzi hawawezi kusajiliwa kwenye mfumo wa NEMIS kwa sababu hawana vyeti vya kuzaliwa, jambo linalowafanya wakose mgao wa fedha za elimu. This area is remote. This is a rural area. People don't attach so much importance to having birth certificate, registering learners with the Department of Persons, Registration of Persons. Now, when the ministry insisted that learners be uploaded on NEMIS using birth certificates, it was hard time for the school to receive the funds from the ministry, because a small number of learners could have birth certificates. Coupling with this insecurity, most of the parents took away their learners. Imagine the population was 400 coming down to 220s. And of the 220, a quarter could have birth certificate. We use those few to upload on NEMIS, and that's the number that the government used to give us money. To run the school becomes difficult because the money we receive will not gather all the needs of the school. Hali hii inaleta changamoto kubwa kwa usimamizi wa shule, kwani wazazi hukimbia wakati wa mashambulizi na amani inaporejea hurudi baadaye wakishinikiza watoto wao wasajiliwe tena shuleni. A learner that was not physically in class when registration was on features later. The parent is telling you, register my child. When you tell it is not possible again, the portal has been closed by the NEC,
the parents become very furious without knowing that this thing is about the system-generated information. Dennis Sang, mwanafunzi wa grade ya 9 katika shule ya msingi ya Arpolo, ni miongoni mwa walioathirika. Familia yake ililazimika kutoroka, na waliporudi miaka 2 baadaye, wenzake walikuwa tayari wameendelea na masomo katika madarasa ya juu. Nilifanya mtihani hapa Arpolo grade 6. Sasa baba yangu akasema mtuame hapa Arpolo. Arpolo imekuwa fida. Tukama huko Sikora. Nikaenda kukaa nyumbani huko Sikora. Kakaa nyumbani. Amani kakuja huko. Ikakuja Arpolo. Sasa nikasema kama Amani imekuja Arpolo niende shule yangu. Sasa walimu wakasema kaa grade 6 kidogo, somea grade 6 kidogo Arpolo. Kilomita 150 kusini mwa kaunti ya Pokot Magharibi, hali pia ni sawa. Katika kaunti hii ya Baringo, wanafunzi hukabiliana na changamoto wanapoelekea shuleni. Wanalazimika kupitia kwenye barabara mbovu, kuvuka mito iliyofurika na hata kupishana na wanyama njiani. Wakati wa hatari zaidi, polisi hulazimika kuwasafirisha wanafunzi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 13, eneo la Mugutani, Baringo, linashuhudia utulivu. Amani hii imeongeza idadi ya wanafunzi shuleni. This has never happened again, right from 2012. Lakini sasa, the gun is silent. Everything in the community has returned to normalcy. Shule tunaendelea vizuri. And no wonder that is why nilikuwa na hamasisha wazazi wetu warudi. You have been around. Have you seen a gun-toting person? Far from it. Kabla utulivu kurejea, mambo ilikuwa mbaya. Kila wakati ilikuwa ni labda kukimbia. Wakati mwingine unatafuta mandhari ya kujificha kwa sababu ilikuwa babaya. Kwa sababu hao wakora wangekuja mpaka karibu kwa shule. Unastukia hata wakati bado huko darasani, risasi imeingia pio huko ndani. Badala ya kusawazisha fursa, mfumo wa elimu wa CBC sasa unaonekana kuongeza pengo kati ya walio na rasilimali na wasio nazo. Hali hii inajitokeza zaidi kwa wanafunzi wa vijijini na wanaotokea katika maeneo yaliyo na utovu wa usalama. While I believe that we are supposed to be equitable, or we are supposed to be equal, that is a far-fetched theory. We should be. And it is important for government to distribute resources equally. But it's a long shot. The amount of resources that are available in government are limited. So it's upon communities and us to be innovative and ingenious in creating opportunities for people to thrive. Na mtazamaji, hicho ni kionjo tu. Taarifa hii kwa kina utakuwa unaipata mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kimombo, taarifa ambayo imeandaliwa na mwandishi mwenza ambaye ni Andrin Kilen.